Ni matumaini yangu utanisikiliza vyema. Sasa kuna mambo mawili. Kabla ya kulisema hili, ningetoa wito kwa baadhi ya ndugu zangu walioko katika Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Ukitizama historia au walioandika vitabu baadhi ya historia, hasa ukitizama kitabu kilichoandikwa na kijana wa Kizanzibari mwenye asili ya Kiomani, anasema kwaheri uhuru, kwaheri ukoloni. Leo asilimia kubwa tulikuwa tunategemea ndugu zetu ambao wako katika mataifa ambayo kwa sasa yako kwenye migogoro mikubwa sana, na kila Mtanzania, kila kiongozi akishuhudia migogoro hiyo, na wao wakivutwa na migogoro hiyo, wakianza kuizungumza, wakisahau wajibu wao au wakisahau kazi zao, au hawajasahau, wamevutiwa na kile kinachoendelea duniani, wamekuwa wakipata nafasi nzuri ya kukitafsiri kwa kina kuliko hata wanachokifanya wao, aidha mataifa yaliyokuwa ndani ya mvutano mkubwa katika mataifa yetu, katika dunia yetu ya sasa. Nilishtuka siku moja msomi mmoja wa Tanzania akitoa kuwa hata chanjo kwa asilimia kubwa sana walikuwa tunafadhiliwa na hao ndugu zetu au wafadhili wetu, ambao kwa sasa tukishuhudia mvutano mkubwa ukiendelea. Lakini hata dawa nyingi wakisaidia kwa sekta nyingi, katika mambo mengi sana. Huko singependa kusema. Nilichotaka kusema ni kukushtua au kukumbusha au kujulisha wajibu wako. Ili heshima yako iwe madhubuti, ni lazima ujitegemee katika swala la afya, katika swala la uchumi, katika swala la nguvu. Ili heshima yako iwe madhubuti, ni lazima ufanye hivyo. Leo wale tuliokuwa tunawategemea watusaidie wako kwenye mvutano mkubwa sana, na vita si jambo zuri, kwa sababu kuna watoto wanapotea, kuna wanawake, kuna wazee. Lakini tuendelee kuchukua nafasi yetu. Waafrika, nafasi yetu ni kuomba dua tu, tuwaombee ili waache mvutano huo, kwa sababu tulikuwa hatujatambua na hatujajitambua kwa kiwango cha kutosha. Msaada mkubwa ulikuwa unatoka kwao. Kwa hiyo ni wajibu. Kuchelewa kufika sio sababu ya kufanya ushindwe kufika unapotaka kwenda. Kuchelewa kufika sio sababu ya kufanya ushindwe unapotaka kwenda. Kama umekubali umechelewa, utajipanga vyema, utajisahihisha, utachukua hatua madhubuti. Nimeyasema haya kabla ya kuja kusema nukta mbili muhimu kuhusu taswira ya vipimo iliyokithiri katika TikTok, katika ukurasa wa T.R. Msigwa katika siku ya leo. Kwanza, tumeonyesha kuwa inawezekana dakika chache sana kupata mafanikio au tukio au mtazamo mwingine badala ya ule mtazamo ambao tumedumu nao kwa muda mrefu sana. Huenda aliotuasisia mtazamo huu alikuwa na sababu zake au lengo lake,